Sasa ndugu walimu na wadau wote wa elimu, karibu katika hii channel ya Mwalimu na Mifumo. Unaweza subscribe kwenye hii channel yetu ya YouTube uweze kupata mafunzo mbalimbali yanayotolewa kwenye channel hii. Sasa niliahidi kwamba nitaelekeza menu mpya, ile menu ambayo inaruhusu mtumiaji wa mfumo kuweza kuwasajili wanafunzi. Ila hii hapa nitabase sana na issue ya kuedit taarifa za wanafunzi. Sasa huu mfumo umeboreshwa bwana. So umeboreshwa eneo gani? Umeboreshwa eneo la kuwasajili kwa edit taarifa za wanafunzi. Mfano, tukishaingia kwenye setup school hapa. School management, setup a school kama unazoona hizi menu za huku. Sasa tukienda hapa kwenye manage student. Naona tukiklik manage student, mfumo wetu unafunguka kwa staili hii. Sasa nataka nielekeze kitu moja hapa. Cha kwanza tunoti huu mfumo unakuja na mambo mengi. Kuna mambo unaweza kuta leo yapo, kesho yanaondoka. Kesho kutwa mapya yanaingia, kesho kutwa tena kuna mapya mengine tena yanawekwa, ya zamani tena yanaondoka. Kuna changamoto ya namna hiyo ipo. Kwa maana hata hii video naweza nikaitengeneza leo kwamba unaweza fanya hivi, baada ya muda utakuta imeupdateiwa, imeboreshwa zaidi kupitia njia nyingine. Sasa basi tukishaingia kwa wanafunzi hapa, unaanza kwa kuselect hapa aina ya mchepuo unaotaka kudili nao. Kwa maana chumba cha kwanza kipo hapa. Kwa hapa mfano naweza nikasema hapa nacheza na olevo. Nikibonyeza olevo hapa mbele inanitaka ni select mkondo, ni olevo darasa gani? Bana olevo labda system ikirudi hapo ukiangalia hapa chini utakuta sasa kitu kinafanya watu wengi jinsi ya kumwedit mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Unaona kama nasema huyu hapa miaka 0 tu ya kwa hapa. Sasa mtumiaji anapaswa aanze kuedit mmoja baada ya mwingine. Hapa uka display wanafunzi zaidi ya 100 hapa au wote kimya na ngapi hizi mshale. Sasa basi system imeweza hivi. Unaweza edit moja moja au unaweza edit kwa mara moja. Lakini muda mwingine tuseme system imefungua kwa sauri, kibonyeza hii mistari mitatu ipo pande ya kushoto hapa, huwa inajitanua kwa staili hii ili uweze kuona vingi. Sasa tunafanyaje hapa? Tucheze na hizi menu. Leo dina kipengele kimoja hapa na menu nyingi. Menu nyingi hapa nimeshazielezea. Tutadina kipengele kimoja ambacho kinakuruhusu kuedit wanafunzi wote kwa mara moja. Sasa tunafanyaje? Angalia hapa upande wa kulia huku mwishoni kuna menu hapa imeandikwa upload class updates. Umeona? Hapa na menu ya download class list, hii achana nayo. Menu hii hapa. Menu hii inatuambia upload. Ya kwanza nirudishe hapa mwanzo hapa. Kwenye regular registration. Menu ninayozungumzia ni hii unaona nimesema upload class updates. Haya. Kwa nikibonyeza hii menu wakati nimesha select darasa langu hapo juu kwamba form 1. Menu inataka nifanyeje? Ni upload class ya maana ni update wanafunzi wa lile darasa. Kwa nabonyeza hii menu. Nikibonyeza hii menu, hebu check hapa, kuna kitu kinafunguka hapa. Kikifunguka hapa upande wa kushoto huku kinaniambia upload class student updates. Sasa darasa kwa sababu nisha select form 1 ndio maana hapa inasoma form 1. Choose a file. Hapo choose edited class excel file. Hapa maana yake nataka ni upload file ambalo tayari nimeshalirekebisha ndio utalipakia hapa. Sasa utafanyaje? Maana yake kabla sijapakia hilo file, sijaliedit, huku upande wa kulia
kuna sehemu hapa imeandikwa download class list. Kwa unachokifanya una download hii class list. Umeona? Ukidownload huwa ina downloadika inakuwa kwa faili, unaweza uka open. Unaweza ukatumia simu au ukatumia kompyuta. Kwa tuna open with what? Naweza nikasema na open with WPS. Niki open with WPS hapa sasa, ndio tuangalie hii system inakuruhusu kuedit wanafunzi wote kisha wapakia. Umeona? Kwa Excel yetu itafunguka kwa faili. Nikiscroll hivi ukuta majina ya wanafunzi yamekuja. Sasa unachotakiwa kufanya ni kufanyaje hapa? Ni kuedit taarifa za wanafunzi. Mfano, hapa mwanzo pana base certificate. Kama mwanafunzi ana cheti cha kuzaliwa kile cha RITA, utamwekea hapo namba yake ya cheti. Then pana first name, pana middle name na nini. Zipo hapa. Kwa mfano naweza nikabonyeza hii edit kisha ikawa kwenye edit mode, lakini hapo natumia WPS. Then kama unavyoona hapa pana sex, pana date of birth. Sasa kikubwa, mfano mfumo unavyoambiwa hivi, edit tarehe za kuzaliwa za watoto. Mfano hii date of birth. Date of birth hii column hii. Ukiangalia mfano huyu hapa amezaliwa tarehe 24 mwezi wa 4 2026. Huyu atahesabika na mwaka sijui mmoja, hata mwaka mmoja hujafika. Ndio maana kule wameandikwa na miaka 0. Kwa hii tarehe basi inabidi niziedit hizi tarehe za wanafunzi. Umeona? Hizi tarehe zinaziedit kwa mara moja hapa. Kwa unaanza mara moja na edit hapo. Umeona? Kwa wote hao manake wanahesabika ezifu wamezaliwa tarehe hii. Utaedit hapa. Ukisha edit hapa, column inayofuata tusome hapa inasema registration date hii. Niwe niongezee upana hapa. Registration date. Hao umewasajili lini? Mfano kama ni form 1 tunatarajia kuona umewasajili mwezi wa kwanza, umewadimit mwezi wa kwanza, wa pili, hivyo ingawa naweza kuendelea kuja. Kwa ila sensa inachukua waliokuwa admitted mwisho March 30 ndio inayohesabu. Kwa hapo ta edit hapa. Column inayofuata ya weight utajaza uzito wao hapa mmoja baada ya mwingine. Height utajaza. Distance, hivi vitu vyote, distance kutoka nyumbani kwao hadi shuleni pana umbali gani unajaza. Sasa hapa mbele nauliza hizi boarding, huyu mwanafunzi anakaa boarding? Ikisema false maana yake unakataa, hayupo boarding. Kama ni boarding utasema true. Umeona? Kwa uta edit hizi. Kama ni boarding utasema true. Is boarding false maana yake hayupo boarding. Je, ni hosteli? Hii mimi nao kuja hapa. Je, yupo hosteli? Na hapa kama ikiwa false maana yake hayupo hostel. Kama yupo hostel utajaza true. Huku mbele huku kuna maelezo yanasema do not edit student class ID. Hizi usizi edit zote, ziache kama zilivyo. Zote hapa ziache kama zilivyo. Claim number huyo wala unaja kuedit. Umeona? Kwa taarifa nagundua hapa ndio zimeishia hapa. Kwa una edit hizi taarifa kwenye template ambayo ni njia rahisi kwa sababu nawapanga wote kwa mara moja. Umeona? Hapo na edit mmoja baada ya mwingine. Ukimaliza hapo na save. Sawa? Ukisave hii sasa. Ngoja tuone mfano hapa na isave hii. Na save. Ngoja nisave sehemu moja hivi. Save. Sasa na isave wapi? Nabonyeza hapa location, then my document. Sasa naweza nika save hapa yasomeke. So unaona imesomeka class student, naweza hapa nika edit hili neno ili itofautishe nyingine. Student class, student labda hapa naandika student. Student form 1. Umeona? Sasa tuandike hivyo student form 1 to save. Tutasavia kwenye document. Save. Haya, nikisha save hapo sasa na cancel, natoka kwenye mfumo kawaida. Kali hapa. Natoka kwenye mfumo kwenye document na edit, nirudi kwenye mfumo. Nikisharudi kwenye mfumo baada ya kuedit ile template ambayo nime download hapa,
nakuja nabonyeza choose a file, ndio note ile file nilisavia wapi. Unaona, kuna click hapo, naenda kuchagua ile file na dumbukiza hapa. File nilisavia kwenye nini? Nirudi hapa, nilisavia kwenye document. Umeona? Alafu kwenye document huku nilisave huku into. Kata note, utaona hapa the way niliandika kwenye document, my document. Sasa hapa nitafutia hapa my document, au tuingilie hapa, tuingilie kwenye my phone, si ndio? Alafu baada ya phone twende document hapa, tuangalie hapa, ndio ni preview kwenye phone ni document. Sasa hii copy ile niliandika jina moja hivi, angalia namna ya kuisave hii hapa, na muda ni saa 3, kwa naibonyeza hii. Unaona, nikibonyeza itakaa hapa. Ikishakaa hapa sasa, ikishakaa hapa, hapa chini yake hapa inaniambia kwanza ni preview changes, niziangalie changes ambazo nimezifanya. Kwa kama nimefanya changes zote zitanionyesha. Kwa ukiangalia na hapa bado haijasema apply changes. Ndio maana cha kwanza nitaka ku preview. Alafu kisha preview utakuja hapa ku apply. Tubonyeze hapa preview. Itarodi hapo. Yes, itakuja hivi sasa. Kama ningefanya change yote ningeonyesha kwa alama nyekundu. Mfano inaniambia row 250 checked, 0 changed. Hii template kama na note sijabadilisha chochote. Kwa ningebadilisha chochote, kuna maandishi hapa yangebadilika, ingeweka alama nyekundu. Hakuna errors. Ungebadilisha vitu hapa ambavyo imekwambia usibadilishe, ingekupa errors. Kwa uwe makini. Mfano vitu ambavyo vimeandikwa usibadilishe, viache kama vilivyo. Then baada ya kucheki hapa, kwa unaenda tena kule chini. Unaenda mwishoni kabisa. Sasa huku mwishoni nimesema kama kungekuwa na changes basi click imeandikwa apply changes. Unavyoiona ipo chini kabisa hapa upande wa kulia, apply changes. Kwa sababu kwa maana hii sijabadilisha chochote, ndio maana imefaint. Ningebadilisha baada ya kupreview hizi, ninge apply hapa basi changes zote zingefanyika, kuliko ile ya kureti mwanafunzi mmoja mmoja. Haya, kwa hiyo sasa mwingine anaweza akasema bwana, sina haja ya kupitia wote. Ingawa hata hii unaweza pitia wachache tu. Yaani ingeonyesha changes hata kwa wawili watatu, unaweza tumia hii mbinu. Lakini ukiona hii ni ngumu, basi unaweza edit moja moja. Unafanyaje? Tunakata kwenye X hapa. Turudi hapa. Sawa. Tukirudi hapa, tunaweza edit mwanafunzi moja moja kupitia menu ambazo zipo hapa. Kwa mfano, naweza nikaklik menu ya kwanza hii. Hizi dot. Let's say wa kwanza, nabonyeza hizi dot. Nikibonyeza hizi dot zinaonekana option zipo kadhaa. Sasa hii system kuna muda ina message kwa siri luka. Inabidi iangaliwe upya hapo ili ikae vizuri. Turudi tena hapa. Nataka ni muedit huu wa kwanza, nabonyeza. Nikibonyeza huu wa kwanza, unaona menu zipo hapa kibao. Kuna profile. Hii upande wa hapa. Na menu zipo kibao hapa. Sasa tujifunze hizi menu zinamaanisha nini. Profile maana yake tunataka tuone taarifa za huyu mwanafunzi wa kwanza. Umeona? Ndio hii sehemu ya profile. Kwa hiyo ukiklik profile hapa utaona taarifa za huyu mwanafunzi. Mfano naweza nikabonyeza hapo muone ni nini. Inaleta taarifa zake hapa zote. Na hapo naweza angalia kwenye academic overview ya kawaida. Ukibonyeza academic ukaona maendeleo yake ya kitaaluma. Ukabonyeza attendance ukapata maendeleo yake ya attendance ni mtoro au ni nini na vitu vingine. So umeviona hapo. Haya, turudi tena kwenye menu ile ile.
Tukija kwenye undo admission, manake huyu mtoto ulishamuadmit. Kama ulimuadmit ulikosea undo au na sasa tunasema undo. Undo admission. Manake umrejeshe kwamba ulimuadmit wakati bado hajaja shule. Undo. Kwa ukibonyeza undo huyu ataonekana hajaadmitiwa kwamba ulikosea. Then option nayo kuja ni ya view guardian. Hapa maana kumwangalie mlezi wake. Umeona mlezi au nani. Kwa ukibonyeza basi utamuona mlezi hapo na nini, na mwenyewe unaweza ukaangalia specification zake na nini ukazikuta hapa kama zilivyo. Then tuendelee hapa, tu close, tuendelee. Menu nyingine hapa inasema update date of birth. Sasa hii hapa hii inakuruhusu wewe kuedit taarifa chache tu, na hii ndio nzuri ambayo unaweza ukaitumia kuedit mwanafunzi mmoja mmoja, sio kule kwenye kuupload. Kwa nikibonyeza hii inanipa hapa option ya kuupdate mwanafunzi mmoja taarifa zile za msingi. Mfano hapa pana tarehe ya kuzaliwa, unaweza update hapa, inakuletea kalenda. Kama ni nyuma narudi nyuma huko ili uweze kubadilisha tarehe ya kuzaliwa ya mwanafunzi. Zenu unafanya ni unaseti hiyo. Ukiseti basi huwa inakaa pale. Weight hapa unaandika ana kilo ngapi? Unaweza sema huyu ana kilo 36. Height ana sentimita ngapi urefu? Unasema ana sentimita 102. Then distance. Tunafahamu distance hapa ni kutoka nyumbani kwake hadi shuleni. Nasema huyu anatokea kilomita labda 12. Kilomita 12 kutoka nyumbani hadi hapa shule. Kisha unafanya una save updates. Unabonyeza save updates. Hapo na umemwedit taarifa zile za msingi kwa haraka. Sio kwa kutumia ile template. Ukisave basi hiyo itabadilika. Menu nyingine hapa ni ya editing. Sasa hii editing inayofuata hapa ni ya jumla. Ndio hapa ile ya mwanzo ilivyokuwa ile ya mwanzo. Ina vipengele vingi ambavyo wengi ndio walikuwa wanaviona ni kero. Kwa hii hapa hii ni ile ilikuwa inatumika kuedit mwanzo. Yaani ile mwanzo ndio ilikuwepo hii. Kwa sasa hiyo wamerekebisha, wameweka urahisi. Kwa na hapa unaanza kujaza majina, tarehe ya kuzaliwa, weight na nini, tena unabonyeza next. Sasa na next maana yake inakuja special need, next inakuja citizenship, next guardian information, baada hapo kuna submit. Kwa hii ikaonekana ina mambo mengi afu inachelewesha mambo, ndio maana ikaeditiwa ikaletewa wasaidizi ambao wanarahisisha. Haya, menu nyingine hapo deactivate. Deactivate maana yake huyu mwanafunzi unataka umfanye kama vile yani hayupo active shule. Ndio maana hii menu inatumika ya ku deactivate, kwamba huyu hayupo active. Sasa reason hapa, kwa nini unamdeactivate? Transition ni kwa muda au dropped maana yake ni kabisa huyu mtoto hayupo kabisa shule. Kwa hiyo una select kati ya hizi mbili, then ukisha select unabonyeza hii deactivate. Kwa hiyo inamtoa kabisa asiwe active. Mfano sasa hivi nasoma status active. Maana yake hao wanafunzi wapo shule. Haya, menu nyingine hapo transfer class. Transfer class maana yake unataka umrushe darasa huyu mtoto. Yaani umeona huyu mtoto yupo darasa la form 1 wakati jina ilibidi iwe form 2. Kwa una uwezo wa kulivusha mbele. Mfano sasa target class ilibidi awe darasa gani? Kwa unabonyeza labda huyu ilibidi awe form 2. Na hapa nafanya hivyo kwa sababu nimeingia darasa la form 1. Huyu ilibidi awe form 2. Stream gani? Ina maana yake nataka kumpe kabisa na stream. Aende stream ya science. Baada hapo nafanya ni unamtransfer. Hii inatumika kwa wanafunzi ambao wamekosa, yani kwenye mfumo unashangaa huyu mbona ilibidi jina liwe form 3 lakini lipo form 2. Ndio unatumia hiyo option ya transfer class hii. Then hii inayofuata ya transfer kama ilivyo, hii ni kuchagua mwanafunzi kumhamisha aende shule nyingine. Kwa hapa unabonyeza select a school. Unaweza ukasearch shule zote zipo hapa. Kwa unaweza zisearch shule.
Sasa system kuna muda inataka uanze kuchagua huku mkoa. Select a school or village. Kwamba huyu anaenda mkoa gani? Na sasa Njombe. Umeona? Nikishabonyeza Njombe, basi huku inaniambia ni select Njombe tena. Mfano hapo inaniambia Njombe wapi? Nasema labda Wanging'ombe. Wanging'ombe kata gani? Igwachanya. Igwachanya kijiji gani? Sema Igwachanya mtaa kana ni Igwachanya, nasema hapa Igwachanya hiyo. Umeona? Nikifanya hivyo hapa select shule sasa. Unaona? Sasa shule iliyopo ule mtaa ambao nimeselect pale ni nabonyeza kwamba mtoto anabidi aende hii shule. Unaona? Transfer reason hapo naandika kwa nini unamhamisha. Naandika hapa reason. Anafuata wazazi. Select transfer date. Unamtransfer lini? Naweza nikasema ni leo. Kwa nikaiacha tarehe leo. Kisha nafanya nini? Nabonyeza transfer. Kwa hiyo mtoto nitakuwa nimeshamhamisha shule nyingine kule atampokea. Kwa hiyo kipengele ni cha transfer hapa kwenye menu ya mwanafunzi kule kwenye editing taarifa za mtoto. Then drop student. Kudrop manake huyu mwanafunzi unataka umuondoe kabisa, kwamba huyu mwanafunzi hapana. Unaona? Mfano sasa, this action will set the student status to be inactive. Access to their records. Please confirm if you want to proceed. Yani hii hapa unamdrop mwanafunzi kabisa mazima. Yani sijui ezeifu huyu hapaswi kuwa mtoto. Kumdropisha kabisa. Kwa ndio option. Ndio maana hapo kwanza inaanza kuambia kabisa au select kwa nini unamdrop category. Kwa nini unamdrop? Unaona pana category hapa, death, amefariki, in discipline. Masuala ya kinidhamu au issue nyingine. Naweza kusema huyu ni death. Death reason inakaa hiyo. Attach meeting minutes. Hapo maana kuweke kiambata. Uweke minutes. Mlikaa kikao na nini, weka hapo. Kwa usimdropishe hivyo. Utaweka minutes za kikao kwamba bodi ilikaa na nini ndio unamdropisha. Sio tu uamue kumdropisha. Haya. Turudisha na pale kwenye menu nyingine inayofuata ni ya mchepuo. Huyu mwanafunzi yupo mchepuo gani? Kwa utamchagulia hapa mchepuo kwamba mwanafunzi wangu huyu yupo mchepuo gani? Art, science, social, business au ni utamchagulia kwamba labda yupo science, kisha na mapu mchepuo pa atakuwa ameenda kwenye mchepuo. Kwa menu za kueditia mwanafunzi zipo kwa style hiyo, zinafanya kazi kwa style hiyo. Kama mlivyoziona hapo. Kwa maana hiyo sasa unaweza ukaamua njia gani kwako ni rahisi ya kuedit hizi taarifa za mtoto. Na hapa tunacheza sana na hizi na zile doti 3 ambazo zipo mwishoni. Hii ni channel ya Mwalimu na Mifumo. Subscribe kwenye hii channel ili uweze kupata mafunzo mbalimbali ya mifumo mbalimbali ya watumishi ambao wanatumia katika kazi mbalimbali katika vitengo vyao. Kwa na imani hapo umeshapata kitu. Video nyingine nitaeleza labda kipengele kingine sasa. Hapa nimedili na kipengele cha editing taarifa za mwanafunzi. Hivyo kama una swali usisite kuniuliza. Unaweza ukacomment hapo au unaweza tumia namba yangu ya simu ya 0753538043. Karibuni sana na asante kwa kunisikiliza na asante kwa kutazama video hii. Tukutane next time katika video nyingine.